waliopo mbele yenu ni wamachinga wa mkoa wa Dar es Salaam. Shughuli hii tumeiandaa sisi wenyewe wamachinga na tumekuja kusema machache, lakini kubwa tumekuja kuzungumza juu ya uchaguzi mkuu tarehe 29 kesho kutwa, na tumekuja kusema utayari wetu kama wafanyabiashara wadogo wamachinga wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini wamachinga wa nchi nzima. Na aliyosimama hapa anaitwa Steven Rusinde, ni makamu mwenyekiti wa machinga Tanzania, lakini ni mwenyekiti wa machinga katika eneo hili la Kariakoo. Lakini nayo furaha kubwa kukutambulisha viongozi wangu kwa uchache, kwa makundi. Tumejumuika na wamachinga wa wilaya zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam. Tunao wamachinga kutoka wilaya ya Ilala, naomba msimame. Lakini tunao wamachinga kutoka wilaya ya Kinondoni, tunaomba tusimame. Lakini pia tunao wamachinga kutoka wilaya ya Ubungo. Hawa. Lakini pia tunao wamachinga kutoka wilaya ya Temeke. Lakini pia tunao furaha kubwa kuungana na wamachinga kutoka wilaya ya Kigamboni. Lakini waheshimiwa viongozi tuliowaalika kwenye shughuli hii, tunao wamachinga kwa special kabisa ambao wametoka katika soko la Machinga Complex. Wamachinga waliotoka katika soko la Machinga Complex. Lakini waheshimiwa viongozi, tunao wenyeji kwenye soko lao, wamachinga wa Kariakoo maarufu kama Kawaso. Tunaomba tusimame wote kwa pamoja. Hao ndio wamachinga wa Kariakoo. Na mheshimiwa viongozi, leo mpaka muda huu kwa ajili ya jambo hili sisi wamachinga tumeamua leo hatujafungua biashara mpaka sasa hivi, kwa ajili ya kuja kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kuja kuambia Watanzania wamachinga wote tarehe 29 tunaenda kupiga kura. Piga makofi pale ulipo. Baada ya utambulisho huo, MC wangu, kiongozi wangu Joa, huyu ndio mwenyekiti wa machinga katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Tumpigie makofi sana mheshimiwa Namo. Baada ya utambulisho huo, na maneno machache sana ya kusema. Leo siku ya Jumamosi, sisi wa machinga katika mkoa huu wa Dar es Salaam tuliamua kuitisha mkutano huu maalum kwa ajili ya kuambia Watanzania, kwa ajili ya kumwambia mgombea wetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba wamachinga wote hawa waliojaa hapa wanamuunga mkono, na tarehe 29 tunaenda kupiga kura, na tarehe 29 wamachinga wote nchi nzima hatuwezi kwenda kuandamana. Piga makofi pale. Hiyo ndiyo dhamira kubwa ambayo tukasema tuwaalike viongozi wetu wa chama, mje msikie kauli ya wamachinga katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini kauli ya wamachinga nchi nzima, kwamba tuko tayari kwenda kupiga kura, na wala hatuko tayari kwenda kuandamana, na wala sisi hatuna simu smart, sisi tuna vitochi. Kwa hiyo yanayoendelea kwenye mtandao sisi wala hatuyajui, wala hatuyajui na wala hatujawahi kuyaona. Kwa hiyo sisi ni kazi moja, tarehe 29 kwenda kupiga kura, kwenda kutiki
kwenye boksi 3 kwa maana ya Mheshimiwa Rais, mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, wabunge wetu wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ndio kazi kubwa tunaenda kuifanya. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru katibu na viongozi wako wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Bali mwaliko wetu. Tunaamini mna shughuli nyingi. Wakati huu ni wakati wa uchaguzi. Mnapambana, lakini sisi tuwaahidi, na sisi ndio wapiga kura, na sisi ndio waandamanaji. Lakini sasa kama tumesema sisi tunaenda kupiga kura, kama tumesema sisi hatuandamani, mimi nataka nikuhakikishie katibu wa mkoa wa Dar es Salaam, maandamano hakuna, na kura zitajaa za viongozi wetu wote wa Chama cha Mapinduzi. Tunamuondoa shaka Mheshimiwa Rais, na leo tumesimama hadharani bila uoga, tunasema kwamba hatuna shaka na yeye. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais mwaka jana ametoa zaidi ya bilioni 18.5 kwa ajili ya kuwakopesha wajasiriamali hao. Nani kama Mama Samia? Lakini juzi wakati anafungua kampeni zake pale Kawe, wana Dar es Salaam tulipata bahati kwa sababu ulikuwa ndio mkoa wa kwanza kufungua kampeni za uchaguzi 2025. Mheshimiwa Rais ameahidi ndani ya siku 100, maana yake miezi mitatu ya kwanza, anaenda kutuwekea zaidi ya bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha wamachinga hawa. Kwa hiyo hatuna sababu nyingine yoyote kwa fursa hizo ambao Mheshimiwa Rais ameendelea kutupa. Kwanza ametujengea ofisi nchi nzima za wamachinga. Lakini pili, ameendelea kutupa fursa za mikopo. Lakini tatu, ameendelea kutuahidi, na tunaamini serikali ya Chama cha Mapinduzi inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hata mimi nimepewa na ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeendelea kuainisha fursa zetu sisi wajasiriamali wadogo. Kwa hiyo hatuna sababu nyingine yoyote ya kuacha kwenda kupiga kura. Lakini nataka niwaambie, na hii ni muombe radhi sana kakaangu, ndugu yangu, mbunge wetu wa Ilala. Nitamsimamisha kwa dakika 5. Kwa dakika moja. Mheshimiwa Naibu Spika, mgombea ubunge wa jimbo la Ilala, naomba usimame wamachinga hawa kwanza wakuone, alafu niseme kitu. Tumpigie sana makofi sana kwa huyu mwamba. Turudie kumpigia makofi mengi sana huyu mwamba. Mheshimiwa Naibu Spika, mgombea ubunge wa jimbo letu la Ilala, wamachinga wakongwe katika mkoa wa Dar es Salaam wanatambua mchango wako. Wanatambua mchango wako na hawana sababu ya kuacha kwenda kukupa kula. Ninakumbuka wewe miaka ya nyuma iliyopita, wabunge wa mkoa wa Dar es Salaam mkiongozwa na kaka yetu kwa sasa ni mwenyekiti wa mkoa wa CCM wa mkoa wa Dar es Salaam, mlikamatwa pale kwa ajili ya kututetea pale Machinga Complex. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wakati huo aliwaweka ndani wazee hawa kwa ajili ya kutetea uhuru wa wamachinga hawa. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi hatuna chochote cha kukulipa zaidi ya tarehe 29 kwenda kumwaga kula na kushinde kwa kishindo. Asante sana. Tunakushukuru sana. Tunaomba ukae Mheshimiwa Naibu Spika, mgombea wetu wa ubunge. Niliona niseme haya kwa sababu sisi wamachinga ndiyo sehemu pekee ambayo inatoa ajira kila siku. Inawezekana kuna watu walikuwa hawajawahi kuyasikia maneno haya. Leo nikasema niyaseme mbele ya wamachinga hawa waliojaa hapa wa mkoa wa Dar es Salaam, kwamba tunayo miamba ambao wanaendelea kututetea. Lakini wewe uliwahi kututetea wapi?
Sana sana tunaposema bodaboda ajira, wewe unasema bodaboda sio kazi ya kufanya. Sasa kama sio kazi ya kufanya, na wewe katafute kazi ya kufanya. Hatuko tayari kwenda kukuchagua. Mheshimiwa viongozi, wamachinga hawa wamefunga biashara. Tuna maneno mengi sana ya kusema, lakini leo tumekuja kusema neno moja tu, kwamba tarehe 29 tunaenda kutiki. Ninawashukuru sana, karibuni sana katika eneo hili la Kariakoo, na hawa ndio machinga wa mkoa wa Dar es Salaam wamekuja kuwadhihirishia kwamba kazi na utu, kazi na utu. Wangapi tuko tayari tarehe 29? Wangapi tuko tayari tarehe 29? Iko hivi, sisi tuliokusanyika mahali hapa wote, sisi wa machinga pamoja na viongozi wetu hapa meza kuu, tunayo nchi moja tu inayoitwa Tanzania. Hebu naomba tuseme wote Tanzania. Hatuna nchi nyingine zaidi ya nchi hii ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, nchi yenye neema inayoitwa Tanzania. Yamkini tunazo changamoto kama jamii. Hakuna jamii yeyote ambayo, hata haya mataifa yaliyoendelea, ukienda Marekani na Uingereza leo, wako watu ambao kwa lugha yao wanaoita homeless, watu wasio na makazi na wanalala nje, pamoja na kwamba nchi zao ziliendelea miaka mingi kwa maendeleo ya vitu. Nini nataka kusema? Nimesema yawezekana tunazo changamoto chache, kwamba ni za miundombinu, kwamba ni za huduma gani, lakini sababu hiyo haitoshi sisi kwenda kuvuruga amani ya taifa letu hili linaloitwa Tanzania. Hiyo ndio pointi yangu ya msingi. Leo yako maneno ya aina mbalimbali yanasema, sijui wanasema Oktoba mtoke, sijui mkachome mali ya nani, sijui mkachome magari ya nani. Nasema jambo hilo ni jambo la kishetani, na kwa mila na desturi ya nchi yetu jambo hilo halikubaliki. Machinga oye! Leo utakwenda kuchoma kituo cha afya, utakwenda kuchoma shule. Baada ya yote hayo unamkomoa nani? Shule zilizojengwa ndizo tulizosoma sisi wenyewe tulioko hapa, ndizo wanazosoma watoto wetu, na ndizo watakazosoma watoto wetu na kizazi kijacho cha Tanzania. Kwa hiyo, kwa sababu yeyote ile, hatuna sababu wala uhalali wa kwenda kuharibu amani ya nchi yetu kwa kisingizio cha maboresho sijui ya taratibu za uchaguzi. Na hatuwezi kukaa kama nchi tukiwa hatuna serikali juu ya changamoto zote tulizonazo. Twendeni tukapige kura. Twendeni tukapige kura, tukachague viongozi wetu, ili sasa kesho baada ya uchaguzi changamoto hizo tulizonazo tupate mamlaka ya kwenda kusema, kuomba, kujadiliana, ili changamoto hizo zikafanyiwe kazi na taifa letu liweze kuendelea. Tuko pamoja ndugu zangu? Machinga oye! Tumeelewana vizuri? Wenzetu leo familia zao ziko Ulaya, familia leo zipo Canada, ziko Marekani, ziko Uswisi, alafu sisi tunaambiwa tukaandamana. Kwa sauti kuu kabisa wa machinga tunasema hatuandamani. Hebu mwambie rafiki yako kwamba hatuandamani. Hatutingishwi. Machinga oye! Basi hizo zilikuwa ni salamu kutoka uongozi wa machinga mkoa wa Dar es Salaam. Na waheshimiwa viongozi, timu hiyo mnayoiona, kama umeona kwenye kipeperushi chetu, tuna harambee kuanzia Jumatatu. Hii timu ya machinga mkoa wa Dar es Salaam tunakwenda soko hadi soko kwenda kuhamasisha wamachinga wenzetu washiriki uchaguzi, lakini zaidi sana tukampigie kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Machinga oye! Kwa kidogo chako ambaye utaguswa, una shilingi 100, una shilingi 200, utaona wawekazina wetu, utuchangie nguvu ya mafuta tunayotumia bajaji, pikipiki na magari.
kwenda kuwaomba wamachinga wenzetu washiriki uchaguzi, na zaidi sana kwenda kuhamasisha tukamchague Dr. Samia Suluhu Hassan. Machinga oye! Basi baada ya hayo machache, iko hivi, sisi tuliokusanyika mahali hapa wote, sisi wamachinga pamoja na viongozi wetu hapa meza kuu, tunayo nchi moja tu inayoitwa Tanzania. Hebu naomba tuseme wote Tanzania. Hatuna nchi nyingine zaidi ya nchi hii ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, nchi yenye neema inayoitwa Tanzania. Yamkini tunazo changamoto kama jamii. Hakuna jamii yoyote ambayo, hata haya mataifa yaliyoendelea, ukienda Marekani na Uingereza leo, wako watu ambao kwa lugha yao wanaoita homeless, watu wasio na makazi na wanalala nje, pamoja na kwamba nchi zao ziliendelea miaka mingi kwa maendeleo ya vitu. Nini nataka kusema? Nimesema yawezekana tunazo changamoto chache, kwamba ni za miundombinu, kwamba ni za huduma gani, lakini sababu hiyo haitoshi sisi kwenda kuvuruga amani ya taifa letu hili linaloitwa Tanzania. Hiyo ndio pointi yangu ya msingi. Leo yako maneno ya aina mbalimbali yanasema, sijui wanasema Oktoba mtoke, sijui mkachome mali ya nani, sijui mkachome magari ya nani. Nasema jambo hilo ni jambo la kishetani, na kwa mila na desturi ya nchi yetu jambo hilo halikubaliki. Machinga oye! Leo utakwenda kuchoma kituo cha afya, utakwenda kuchoma shule. Baada ya yote hayo unamkomoa nani? Shule zilizojengwa ndizo tulizosoma sisi wenyewe tulioko hapa, ndizo wanazosoma watoto wetu, na ndizo watakazosoma watoto wetu na kizazi kijacho cha Tanzania. Kwa hiyo, kwa sababu yoyote ile, hatuna sababu wala uhalali wa kwenda kuharibu amani ya nchi yetu kwa kisingizio cha maboresho sijui ya taratibu za uchaguzi. Na hatuwezi kukaa kama nchi tukiwa hatuna serikali juu ya changamoto zote tulizo nazo. Twendeni tukapige kura. Twendeni tukapige kura, tukachague viongozi wetu, ili sasa kesho baada ya uchaguzi changamoto hizo tulizo nazo tupate mamlaka ya kwenda kusema, kuomba, kujadiliana, ili changamoto hizo zikafanyiwe kazi na taifa letu liweze kuendelea. Tuko pamoja ndugu zangu? Machinga oye! Tumeelewana vizuri? Wenzetu leo familia zao ziko Ulaya, familia leo zipo Canada, ziko Marekani, ziko Uswisi, alafu sisi tunaambiwa tutaandamana. Kwa sauti kuu kabisa wamachinga tunasema hatuandamani. Hebu mwambie rafiki yako kwamba hatuandamani. Hatutingishwi. Machinga oye! Basi hizo zilikuwa ni salamu kutoka uongozi wa machinga mkoa wa Dar es Salaam. Na waheshimiwa viongozi, timu hiyo mnayoiona, kama umeona kwenye kipeperushi chetu, tuna harambee kuanzia Jumatatu. Hii timu ya machinga mkoa wa Dar es Salaam tunakwenda soko hadi soko kwenda kuhamasisha wamachinga wenzetu washiriki uchaguzi, lakini zaidi sana tukampigie kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Machinga oye! Kwa kidogo chako ambayo utaguswa, una shilingi 100, una shilingi 200, utaona wawekazi na wetu kuchangia nguvu ya mafuta tunayotumia bajaji, pikipiki na magari kwenda kuwaomba wamachinga wenzetu washiriki uchaguzi, na zaidi sana kwenda kuhamasisha tukamchague Dr. Samia Suluhu Hassan. Machinga oye! Basi baada ya hayo machache,